Hakuna Mmarekani atakayesalimika. Mkuu wa majeshi ya Iran asema vikosi vya jeshi viko tayari kulipiza kisasi. Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ameonya kuwa mahesabu yoyote ghalati ya maadui wa Jamhuri ya Kiislamu yatakabiliwa na jibu kali. Amesema kuwa Iran imejiandaa kikamilifu kwa makabiliano na kulipiza kisasi. Meja Jenerali Abdurrahim Mousavi alitamka hayo Jumatatu na kuongeza kuwa vikosi vya ulinzi vimejiandaa kutoa jibu kali kwa vitisho vya maadui. Anasema, tunachofikiria ni ushindi tu. Hatuogopi nguvu za kijuujuu za adui na tuko tayari kikamilifu kwa makabiliano na kumpiga adui kofi la kulipiza kisasi, amesema Meja Jenerali Mousavi. Ameongeza kuwa taifa la Iran limesimama kidete kwa muda mrefu dhidi ya kiburi na uchokozi wa Marekani na kuilazimisha kushindwa kwa mara nyingine tena, ikiwa ni pamoja na katika vita vya karibuni, vita vya pande nyingi na vita vya kigaidi vya hivi karibuni ambavyo vilivuruga hesabu za maadui. Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Jamhuri ya Kiislamu ametamka haya akiashiria machafuko na ghasia za magaidi za karibuni hapa nchini zilizofadhiliwa na Marekani na Israeli kwa lengo la kubadili mkondo wa maandamano ya wananchi kuhusu masuala ya kiuchumi na kuwa machafuko. Hata hivyo, magaidi hao walikabiliwa na idara ya intelijensia ya Iran na askari wa usalama. Meja Jenerali Mousavi amesema kuwa kosa dogo la adui litatoa mwanya wa Iran kuchukua hatua. Anasema dunia itashuhudia sura tofauti ya Iran yenye nguvu na hakuna Marekani atakayekuwa salama, na moto wa kanda hii utaiunguza Marekani na waitifaki wake, amesisitiza Jenerali Mousavi. Wakati hayo yanaendelea, tuangalie kwa nini Marekani inafuatilia sera ya mazungumzo na vitisho kwa wakati mmoja dhidi ya Iran. Utawala wa Rais Donald Trump wa Marekani umekuwa ukifuatilia sera ya mazungumzo na vitisho kwa wakati mmoja dhidi ya Iran. Katika suala hili, waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth, akizingatia kauli zinazokinzana za maafisa wa nchi yake, hasa Donald Trump kuhusu Iran, amekariri madai kwamba rais wa Marekani hataki kuingia katika mgogoro na Iran. Hegseth amedai kwamba Rais Trump amejitolea kwa amani, na ikiwa Iran ina nia ya dhati kuhusu makubaliano, pia amejitolea kufikia makubaliano. Sasa tunapaswa kuona kitakachotokea. Akirudia madai ya Washington kuhusu Iran, alidai Rais Trump ameweka wazi tangu mwanzo, kama alivyosema kabla ya operation ya Midnight Hammer, kwamba Iran haipaswi kufikia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia. Kwa hivyo, ama wajadiliane kuhusu na hili au tuna chaguzi zingine, na ndiyo maana idara ya vita ipo. Rais wa Marekani Donald Trump pia alisema kwenye ikulu ya White House Jumatatu, tunafanya mazungumzo na Iran, tutaona jinsi mambo yatakavyokuwa mwishowe, aliongeza, akirudia kauli zake zinazokinzana. Tumetuma meli kubwa kuelekea Iran na tunafanya mazungumzo na Iran na tutaona jinsi mambo yatakavyokuwa. Trump alidai, tunafanya mazungumzo na Iran na ikiwa tutaweza kufikia makubaliano, hilo litakuwa jambo zuri, na ikiwa hatutaweza, mambo mabaya yanaweza kutokea. Katika muhula wa pili wa urais wa Donald Trump, sera ya Marekani ya pande mbili kuelekea Iran imeonekana zaidi. Sera hii ni mchanganyiko wa vitisho vya kijeshi na shinikizo la kiuchumi kwa upande mmoja, na mwaliko wa kujadiliana kwa upande mwingine, bila shaka kwa lengo la Washington kufikia malengo inayotaka kutoka Teheran. Hivyo inaonekana kwamba tishio la kijeshi na upanuzi wa vikwazo vya kiuchumi hufanya kazi kama njia kuifanya Iran ikubali masharti ya Marekani katika mazungumzo yoyote. Mojawapo ya sababu kuu za sera ya mazungumzo na vitisho kwa wakati mmoja dhidi ya Iran chini ya Trump ni wasiwasi unaodaiwa kuhusu uwezo wa Iran wa kuimarisha mpango wake wa nyuklia pamoja na ushawishi wake wa kikanda. Trump amekuwa mpinzani mkubwa wa makubaliano ya nyuklia wa JCPOA na alijiondoa kwa upande mmoja katika makubaliano hayo mnamo 2018. Kujiondoa katika makubaliano hayo na kuweka tena vikwazo kulileta aina ya tishio la kiuchumi na kisiasa kwa Iran. Trump aliamini kwamba kutumia mashinikizo ya kiwango cha juu kabisa kunaweza kuilazimisha Iran kuketi katika meza mazungumzo mapya na kukubali masharti magumu zaidi. Kwa upande mwingine, Trump pia amezungumzia uwezekano wa mazungumzo licha ya mashinikizo ya kiuchumi na vitisho vya kijeshi, ikiwa ni pamoja na kupelekwa kwa wanajeshi wa Marekani hivi karibuni katika eneo la Asia Magharibi. Hali hii ya kuwa na nyuso mbili inaonyesha jaribio la Marekani la kuunda hali inayofaa kwa mazungumzo, ambapo Iran chini ya shinikizo italazimika kukubali masharti mapya. Trump ametangaza kwa nyakati tofauti kwamba yuko tayari kujadiliana na Iran. Mwaliko huu wa kujadiliana kwa kweli ni sehemu ya mkakati wa utawala wa Trump
ambao unalenga kuunda fursa za kufikia makubaliano mapya na magumu zaidi yenye madai zaidi kutoka Iran. Mbali na madai ya nyuklia, yaani kufikisha urutubishaji madini ya urani katika kiwango sifuri na kuharibu au kuondolewa akiba ya kilo 400 ya urani iliyorutubishwa kwa 60%, Trump sasa anataka kuweka vikwazo vikali kwa uwezo wa makombora na ndege zisizo na rubani za Iran, pamoja na mabadiliko ya msingi katika sera za kikanda ya Tehran kwa kuacha kusaidia muhimili wa mukawama katika eneo. Sababu nyingine ya sera hii, hasa katika muhula wa pili wa Trump, ni mabadiliko katika mlingano wa kikanda na kimataifa. Donald Trump anatafuta kuweza kukabiliana na ushawishi wa Iran katika eneo la Asia Magharibi, na katika suala hili anataka kuizuia Teheran kuunga mkono makundi ya mukawama Asia Magharibi kwa kutumia shinikizo la kiuchumi na kisiasa, na katika hatua hii kutishia kushambulia kijeshi Iran. Katika suala hili, Marekani inajaribu kuilazimisha Iran kubadilisha tabia na sera zake kupitia vitisho vya kijeshi na kuimarisha vikwazo, hasa kwa kuweka vikwazo vikubwa kwa mauzo ya nje ya mafuta. Matokeo ya sura mbili kuhusu Iran yamekuwa makubwa, hasa katika uwanja wa mahusiano ya kidiplomasia, kiuchumi na usalama. Kwa upande mmoja, shinikizo na vikwazo vya kiuchumi vilivyoanza mwaka 2018 kama sehemu ya sera ya mashinikizo ya kiwango cha juu kabisa Trump vimepunguza mapato ya mafuta ya Iran na kuongeza matatizo yake ya kiuchumi. Lengo la Trump limekuwa kuivua na kuongeza hali ya kutoridhika ndani ya Iran, kuongeza mashinikizo kwa watu wa Iran na kuunda machafuko ya ndani nchini Iran. Bila shaka, Teheran imejibu shinikizo hizi kwa kuimarisha na kupanua mpango wake wa nyuklia wenye malengo ya amani, kuendelea na majaribio ya makombora na kuongeza uwezo wake wa ulinzi. Sasa tuangalie kwa nini Iran inaamini kuwa uwepo wa wanajeshi wa nchi ajinabi kwenye Ghuba ya Uajemi unazidisha mivutano. Waziri wa mambo ya nje wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran amesisitiza kuwa uwepo wa wanajeshi wa nchi ajinabi katika kanda hii siku zote huwa sababu ya kushtadi mivutano. Said Abbas Araghchi ametuma ujumbe akiashiria uwepo wa wanajeshi wa nchi za kigeni kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi na kuandika, matokeo ya uwepo wa wanajeshi hao kwenye kanda hii siku zote ni kuzidisha mivutano. Araghchi ameandika kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba Marekani imeainishwa kwa rangi ya njano kuhusu nusu ya magharibi mwa dunia, bahari kadhaa mbali katika upande mwingine wa dunia. Mipaka ya Iran pia imeainishwa kwa rangi ya njano. Duara dogo jekundu linaonyesha mlango bahari wa Hormuz. Waziri wa mambo ya nje wa Iran ameeleza kuwa uhuru wa usambazaji na safari salama za meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz ni muhimu kwa Iran kama ilivyo kwa majirani zetu. Uwepo wa wanajeshi wa nchi ya jinabi kwenye eneo la Ghuba ya Uajemi siku zote umekuwa na matokeo kinyume na madai hayo. Marekani na nchi za magharibi zinazoiunga mkono ikulu ya White House zimekuwepo katika Ghuba ya Uajemi kwa miaka mingi kwa lengo la kudhibiti njia za usafirishaji wa nishati, kudhamini maslahi yao ya kisiasa na kijeshi na kuzishinikiza nchi huru za eneo hilo. Hata hivyo, uwepo huu wa kijeshi siku zote umeandamana na taadhira hasi na migogoro badala ya kudumisha usalama. Uvamizi wa Marekani huko Iraq, Syria na Yemen ni mifano ya wazi ya migogoro iliyotengenezwa ili kudumisha ushawishi wa Marekani na magharibi kwa ujumla. Maamuzi na uingiliaji huu wa nchi ya jinabi vimesababisha kupuuzwa mahitaji na utamaduni wa watu wa kanda hiyo na kuzidisha makabiliano ya kisiasa na kijeshi. Shukran kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.